asimame. Naomba kila mmoja asimame hapo ulipo, ninaomba usimame. Ninawakaribisha wale waliojiunga nasi kupitia Facebook Live. Mungu awabariki sana. Kuna uwepo wa Mungu mahali hapa leo. Tuna uwepo wa Mungu sana mahali hapa. Ninapenda kuona kwamba kila mmoja anapata kile ambacho Roho amekiandaa leo. Anatutembelea mapema sana katika jina la Yesu Kristo. Hebu tuinue mikono wote mahali hapa ndani, tuinue mikono kila mmoja wetu. Inua mikono yako juu. Ukiwa umefunika macho yako, with your eyes closed, ninaomba utafakari kidogo wema wa Mungu alivyokupendelea, kwamba bado uko mzima leo. Wakati wengi sana wamekufa, hasa kipindi hiki ambacho ugonjwa wa corona umepita, kwamba Bwana amekulinda, umeenda sehemu nyingi lakini ukarudi nyumbani salama. Waza tu kidogo, waza kidogo, halafu mwambie Bwana nakushukuru. Mwambie Bwana nakushukuru. Yamkini kuna wengine hata ulienda mahali, uliporudi nyumbani ukaambiwa kwamba pale ulipokuwepo alikuwepo mtu ana ugonjwa wa corona, lakini wewe haukukupata kwa sababu ya wema wa Mungu. Bwana alikupendelea. Hebu mshukuru Mungu, mshukuru Mungu asubuhi ya leo, mchana wa leo na jioni ya leo. Mwambie Bwana asante. Mwambie Bwana asante. Sema Mungu asante. Sema Baba asante. Asante kunilinda. Asante kunilinda. Asante kunilinda. Haleluya. Tunakupenda Yesu. Tunakushukuru Yesu. Ni katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Na wote tuseme kwa sauti haleluya. Sema kwa sauti haleluya. Sema kwa sauti haleluya. Kwa sauti mpige Yesu vigelegele na makofi. Vigelegele na makofi, vigelegele, vigelegele. Haleluya. Hebu nisikie vigelegele tena, vigelegele. Haleluya. Asante Yesu. Asante Yesu. Mnaweza kukaa, mnaweza kukaa. Nawashukuru sana waimbaji, Mungu awabariki sana. Mnaweza kukaa, mnaweza kukaa. Katika jina la Yesu. Thank you. Kwa jina la Yesu. Asubuhi ya leo tunamshukuru Mungu sana ambaye amekubariki wewe na mimi kuwepo nyumbani mwa Bwana leo. Ninaomba hapo ulipo mgeukie mwenzako, mshike mkono wa upendo, mwambie nimefurahi kukuona leo. Hebu mshike jirani yako, mwambie nimefurahi kukuona leo. Shike mkono mwenzako, mwambie nimefurahi kukuona leo. Hebu msalimie mwenzako. Haleluya. Tunawasalimia hata watu wa Facebook ambao mmejiunga nasi asubuhi ya leo. Mungu awabariki sana. Ni siku njema ambayo Bwana ametupa kuwepo nyumbani mwake. Bwana asifiwe sana. Amen. Hebu niwasikie tena, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunakwenda kujiandaa kumtolea Mungu sadaka. Kila mmoja umekuja nyumbani mwa Bwana, tumekuja nyumbani mwa Bwana, tunakwenda kumtolea Mungu sadaka. Lakini wakati tunamtolea Mungu sadaka, tunakwenda pia kulisikia neno la Mungu asubuhi ya leo. Kabla hatujakwenda kwenye neno la Mungu, nikutie moyo ya kwamba hata corona inapotokea, magonjwa yanapotokea, matatizo yanapotokea, hayasimamishi upendo wetu na heshima yetu kwa Mungu kumtolea sadaka ya shukurani na heshima. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jana nikamwona Dabins anakuja ananipatia hela yake, anasema baba hii ni fungo langu la 10. Ni fungo langu la 10. Nikasema unafanya vizuri sana mwanangu, unafanya vizuri sana. Kwa nini? Kwa sababu heshima ya kumheshimu Mungu kwa mali zetu, Biblia inasema muheshimu Bwana kwa mali yako. Muheshimu Bwana kwa mali yako. Ndio hiyo inasababisha tunamletea Mungu sadaka ya shukurani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunamtolea Mungu fungo la 10 kwa sababu ya wema wake. Anatupa uzima, tunaweza kwenda makazini. Anatupa uzima, tunaweza tukapata pesa kwa njia moja au nyingine. Tunarudi nyumbani mwake, tunampa Bwana fungo la 10, na juu ya fungo la 10 tunampa sadaka ya shukurani. Usitoe fungo la 10 ukadhani ya kwamba umempa Mungu sadaka. Fungo la 10 Mungu amezungumza kwamba ni la kwake tayari. Si ndio jamani? Si ndio?
fungu la 10 ni la kwake tayari. Bwana amesema sadaka inazungumza kitu kikubwa kwenye maisha yetu, na kwa sababu ya kumwonyesha Mungu kwamba tunamheshimu kwa mali zetu, tunamheshimu kwa malimbuko yetu, tunampa Mungu sadaka ya shukrani. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati chombo cha sadaka kinapita, utaweza kumtolea Mungu sadaka yako kwa heshima, na tutakwenda kuomba kwa ajili ya sadaka kwa wale ambao wanamtolea Mungu sadaka asubuhi ya leo. Wakati Joe anaendelea kutubariki na muziki kidogo, tunamtolea Mungu sadaka mahali hapa. Chombo kitapita hapo ulipo, unamtolea Mungu sadaka, ndipo twende tukalisikia neno la Mungu. Tutapenda tuombe kwa ajili ya sadaka kabla hatujaenda kulisikia neno la Mungu asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu tena niwasikie vigelegele kwa Yesu, vigelegele kwa Yesu. Haleluya. Asante Yesu. Nina kupenda, nina kupenda, sina mwingine kama wewe Bwana. Nina kupenda, nina kupenda, nina kupenda, sina mwingine kama wewe Bwana. Nina kupenda, nina kupenda, nina kupenda, sina mwingine kama wewe Bwana. Sina mwingine mimi, sina mwingine kama wewe Bwana. Sina mwingine mimi, sina mwingine kama wewe Bwana. Ninakupenda, 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 sina mwingine kama wewe Bwana. Haleluya, haleluya, haleluya. Hebu makofi kwa Yesu, makofi kwa Yesu, makofi kwa Yesu, makofi kwa Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tutakwenda kuomba kwa ajili ya sadaka na tuende kulisikia neno la Mungu asubuhi ya leo. Hebu naomba unyoshe mikono yako mbele. Nyosha mikono yako mbele. Naomba chombo cha sadaka kija hapa. Nyosha mikono yako mbele tuweze kuomba kwa ajili ya sadaka. Nitamwomba mzee wa kanisa Elder Gladys aweze kuja na Pastor Nunu tuweze kuomba kwa ajili ya sadaka. Haleluya. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Nyosha mikono yako mbele, nyosha mikono yako mbele. Ni heshima ya sadaka tunampa Bwana, na tunamkabidhi sasa mbele ya madhabahu yake hii, madhabahu takatifu, madhabahu yenye Mungu, madhabahu yenye nguvu ya Mungu. Tunamkabidhi Bwana sadaka. Asante Yesu. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu. Mwandishi wa wimbo akaimba, akaandika, akasema umetenda maajabu nami siwezi kueleza, siwezi kueleza, siwezi kueleza. Umetenda maajabu Bwana, mimi siwezi kueleza. Umetutenda mengi mema Bwana,
Wengine leo tumeshika watoto kwa sababu ya wema wako. Wengine leo tumeshika watoto kwa sababu ya wema wako. Wengine leo tuna wake kwa sababu ya wema wako. Wengine leo tuna ndoa kwa sababu ya wema wako. Wengine leo hatuko mahospitalini kwa sababu ya wema wako. Tunakuletea sadaka leo. Pokea sadaka hii, Bwana, pokea sadaka hii kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Pokea sadaka yako Bwana, ukaibariki, ukawabariki waliotoa, ukawabariki hata wale ambao hawajaweza kutoa kwa jina la Yesu. Takasa na sadaka hii, ukaitakase, ipokee, ukawagusa watoto wako waliokutolea hii sadaka leo Bwana. Hata wale ambao wanatamani kukutolea lakini hawana cha kukutolea, uwabariki Bwana, wafungulie milango kwa utukufu wako Bwana. Ni kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kila mmoja kwa sauti sema haleluya. Haleluya. Sema haleluya. Haleluya. Sema haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Asanteni sana. Haleluya. Asante Yesu. Tunakwenda moja kwa moja kulisikia neno la Bwana asubuhi ya leo na mchana wa leo. Neno ambalo Bwana ayaambia makanisa, neno ambalo Bwana atuambia kanisa lake duniani kote, neno la Bwana ambalo Bwana anasema nasi hata hapa ndani leo. Ninaomba masikio yako kwa dakika 45 mpaka 50 za neno hili ambalo ninapenda ulisikie. Ni neno la kukukumbusha tu ndugu yangu, ni neno la kukukumbusha tu, maana tunakwenda mahali ambapo tunahitaji kukumbushwa na kujikumbusha yale ambayo Bwana anatenda katika kanisa lake. Haleluya. 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 Somo langu la leo, watu wa Mungu, ni somo ambalo ni kwa ajili ya kujikumbusha. Kichwa cha habari kinasema raha ya dhambi na machungu ya dhambi. Kwa Kiingereza anasema the pleasure of sin and the pain of sin. Raha ya dhambi na machungu ya dhambi. Tutasoma mistari michache kutoka katika kitabu cha Ezekieli sura ya 28. Kitabu cha Ezekieli sura ya 28. Tutaanzia mstari wa 12. Tuna mistari kadhaa ya kusoma, lakini nitakwenda haraka kidogo tuweze kulisikia neno la Bwana asubuhi ya leo. Tutaanzia mstari wa 12. Kabla tujasoma, ninaomba nikupatie maelezo machache. Kwa nini ninapenda tujikumbushe kuhusu raha ya dhambi na machungu ya dhambi. Kwa mara ya kwanza dhambi ilipotendeka mbele za Bwana, mara ya kwanza, watu wa Mungu, mara ya kwanza dhambi ilipotendeka mbele za Bwana, ilimhuzunisha sana Mungu. Let me hear myself from this. Ilimhuzunisha sana Bwana, kwa sababu ilitendwa na malaika ambaye Bwana alimwamini sana. Na sio tu kwamba alimwamini sana, alimpenda kiasi cha kumpa karama na uwezo mkubwa kuliko malaika wengine wote. Mungu akamwangalia malaika huyu aliyekuwa anaitwa Lucifer. Jina lake hilo alikuwa anaitwa Lucifer, ambaye alikuwa amepewa uwezo mkubwa sana. Alipewa mambo mengi. Pamoja na hayo yote,
huyo ndiye aliyeitenda dhambi ya kwanza iliyohuzunisha moyo wa Mungu. Mungu atusaidie sana. Tutakwenda kusoma maneno haya ya Mungu asubuhi ya leo. Nitaomba Pastor Nunu anisaidie kusoma kitabu cha Ezekieli sura 28 kuanzia mstari wa 12. Hebu tumsikie kidogo. Ezekieli anaeleza kutoka kwenye maono ambayo Bwana alimuonesha, anasema maneno mazito. Nitasoma katika jina la Bwana. Mwanadamu, umfanyie maombolezo mfalme wa Tiro, umwambie, Bwana Mungu asema hivi, wewe wakitia muhuri kipimo, umejaa hekima na ukamilifu wa uzuri. Ulikuwa ndani ya Edeni, bustani ya Mungu. Kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chako akiki. Jesus. Na yakuti manjano na almasi na zabarajadi na shohamu na yaspi na yakuti samawi. Haya yote yanatajwa, haya ni mawe. Kwa Kiswahili kizuri si nisemeje, ni mawe lakini ni zaidi ya dhahabu, ni vitu vya thamani sana vilikuwa mahali hapo ambapo yeye alikuwa amewekwa. Endelea. Madini, asante sana, neno zuri. Zumaridi na baharamani na dhahabu, kazi ya matari yako na filipi zako ilikuwa ndani yako. Katika siku ya kuumbwa kwako zilitengenezwa tayari. Wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta. Sikia sifa ambazo Lucifer alikuwa amepewa na Mungu, uwezo alikuwa amepewa na Mungu, karama alikuwa amepewa na Mungu. Sikiliza. Wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta, ufunikae. Nami nalikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu. Mungu anasema, nami nalikuweka ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu. Umetembea huko na huko katika mawe ya moto. Umetembea huko na huko katika mawe ya moto. Endelea. Ulikuwa mkamilifu katika njia zako. Sikiliza. Tangu siku ile ulipoumbwa. Sikiliza kwamba ulikuwa mkamilifu katika njia zako zote tangu siku ile ulipoumbwa. Hata uovu ulipoonekana ndani yako. Lakini siku moja ukakutwa uovu ndani yako. Kiingereza pale inasema, thou was perfect in thy ways from the day that thou was created until iniquity was found in you. Hebu ishia hapo kwa leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Maelezo haya yanatupa picha fulani ya kutupa mwongozo wa kule tunakoelekea kwenye somo letu la leo, raha ya dhambi na machungu ya dhambi. Sifa hizi ni sifa kubwa ambazo Lucifer alikuwa nazo. Malaika wa ajabu sana. Ni kama unaweza ukasema alipata upendeleo. Alikuwa amepewa upendeleo, na Biblia haielezi kwa nini alikuwa amepewa upendeleo. Biblia haielezi kwa nini alionekana apatiwe uwezo mkubwa wa namna hii. Mungu atusaidie sana watu wa Mungu. Nimesema Mungu atusaidie sana watu wa Mungu. Amen. Mguse jirani yako, mwambie Bwana anazungumza nawe leo. Bwana anazungumza nawe leo. Mwambie tena, Bwana anazungumza nawe leo. Bwana anazungumza nawe leo. Uwezo huu ambao alipewa akaendelea nao katika notes ambazo niko nazo, ambazo tuziona hapo kwenye screen. Biblia inasema, kitabu cha
Yakobo sura ya kwanza mstari wa 14 na 15 anasema, lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Halafu ile tamaa ikiisha kuchukua mimba huzaa dhambi, na ile dhambi ikiisha kukomaa inazaa mauti. Bwana atusaidie sana. Amen. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Neno la Mungu linatujia leo kutukumbusha namna ambavyo viko vitu na mambo ambayo tunapokuwa tumeyapata yanaweza kutuletea tamaa ambayo baadaye ikaleta shida katika kutembea kwetu na Mungu. Tunaona sifa hizi za huyu Lucifer zilivyokuwa kubwa sana. Ni sifa ambazo zilijaa kwenye kichwa chake, zikajaa moyoni mwake, na hizi sifa zikaanza kufanya kazi tofauti ndani yake. Zikaanza kufanya tofauti ndani yake. Biblia inazungumza, inasema kwanza akaanza kujisikia tofauti, akaanza kujiona tofauti. Naomba nizungumze na wewe unaniangalia asubuhi ya leo. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sifa hizi zikamfanya Lucifer aanze kujisikia bora. Ukiendelea kusoma maneno ya Mungu utaona namna ambavyo alianza kuangalia kiti cha Mungu baada ya kujiona ana uwezo na nguvu kama za Mungu. Akaangalia amefanikiwa Bwana, akaangalia amekaa mahali pazuri, akaangalia ana nguvu, akaangalia ana uweza, hivyo vikajaa. Wangapi tunajua ya kwamba tukiwa na sifa nyingi, wangapi tunajua ya kwamba tukifanikiwa, wangapi tunajua ya kwamba mtu akifanikiwa, unajua mara nyingi ukiwa wewe umefanikiwa unakuwa hujioni. Ila tunawaonaga waliofanikiwa, si ndio? Ndio. Utasikia tangu amepata kazi hata asalimii watu. Si ndio jamani? Tunaonaga kwa wengine kwa urahisi, tangu amenunua gari hasalimii tena. Tangu ameoa anajiona sana, si ndio? Shetani alikuwa ana hizi sifa, lakini kwa sababu zilikuwa zimejaa kichwa chake, vitu vingine vinaanza kuleta shida, vinajaa ndani ya moyo, vinajaa kichwani, vikijaa kichwani vinateremka kwenye moyo, tunaanza kujisikia vingine. Shetani huyu anaitwa Lucifer, wakati ule malaika aliyekuwa mkubwa, akaanza kujiona kwamba na yeye anaweza kuwa kama Mungu. Mungu atusaidie sana. Nimesema Mungu atusaidie sana. Amen. Haleluya. Haleluya. Nimesema haleluya. Haleluya. Nimesema haleluya. Hebu tumpigie Mungu makofi na vigelegele kidogo. Naomba utulivu wa watoto, naomba utulivu wa watoto. Haleluya. Haleluya. Maandiko yanaonyesha namna ambavyo dhambi hii ambayo shetani aliifanya ilianza ndani ya moyo, haikuonekana nje. Dhambi ilianza ndani ya moyo, haikuonekana nje. Na ilianza kukiwa hakuna malaika wengine wowote waliogundua kwamba huyu mwenzetu kuna kitu kinaota ndani yake. Hakuna kitu hatari kama wazo linaloanzia moyoni, hasa wazo la ubaya. Mtu akianza kuwaza wazo la ubaya moyoni mwake, huwezi kulijua mpaka Bwana akuambie. Huwezi kulijua mpaka Bwana akufunulie, kwa sababu ndani ya moyo anayeweza kuona peke yake ni Mungu.
tumekutana kanisani leo, wengine wako Facebook wanatuangalia, kila anayesikia habari. Hatuwezi kujua ndani yake anawaza nini. Siwezi kujua ndani ya moyo wako una mambo gani yanapita, na wewe huwezi kujua ndani ya moyo wangu ni nini inafanyika. Wengine wamekuwepo mpaka madhabahuni, wengine wachungaji, wengine waimbaji, wengine manabii, yuko madhabahuni, lakini kuna wazo limeanza ndani ya moyo, wazo baya. Lucifer akajikuta wazo limekuwa kiasi ya kwamba halikuweza kubakia ndani ya moyo tena. Akaanza kujipanga utaratibu, akaanza kujiambia. Kitabu cha Isaya, tuangalie kitabu cha Isaya tuone pale panasema nini. Isaya sura ile ya 14 mstari wa 12 mpaka 19, tuangalie namna ambavyo Lucifer alianza kujiambia. Hebu tusome. Jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni. Hiyo mic ina starter fulani hivi. Labda tubadilishe kichukue nyingine. Let's try this one. Jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, ewe nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi. Jinsi ulivyokatwa kabisa, ndio, ewe uliyewaangusha mataifa. Ndio. Nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni. Akaanza kusema moyoni mwake kwamba na mimi nitainuka, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu. Yesu. Nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano katika pande za mwisho wa kaskazini. Maneno anajiambia. Na endelea. Nami nitapanda, nami nitajiinua, nitaenda kukaa mahali fulani. Endelea. Nitapaa kupita vimo vya mawingu. Sikia. Nitafanana na yeye aliye juu. Sikia. Anatema, anajifikisha mahali, anajilinganisha na Bwana wake, anajilinganisha na Mungu wake, anajilinganisha na mkuu aliyemweka afanye kazi ile aliyopewa ya kupendezesha pale patakatifu. Yeye akaona nimekuwa mkubwa sana hapa nitoshi, hapa nitoshi, hapa nimekuwa mkubwa sana, nimeshakaa vizuri sana, nina nguvu, nina uweza, nina kitu na hivi, na hapa nitosha, nahitaji nipande kidogo juu, nahitaji niinuke sio tu kidogo, nataka niwe kama yeye, nataka nifanane na yeye Mungu, nataka nifanane na yeye Mungu. Ni mafanikio yalikuwa yamejaa kichwani, mafanikio yalikuwa yameingia ndani ya kichwa chake kwa sababu ya nguvu aliyokuwa nayo, kwa sababu ya upako aliyokuwa nao, kwa sababu ya mafuta aliyokuwa nayo, kwa sababu ya namna alivyokuwa ana uwezo. Inaogopesha sana. Endelea. Lakini utashushwa mpaka kuzimu, mpaka pande za mwisho za shimo. Jesus. Wao wakuonao watakukazia macho. Jesus. Watakuangalia sana wakisema, je, huyu ndiye aliyeitetemesha dunia? Huyu ndiye aliyeitikisa falme. Jesus. Aliyeufanya ulimwengu ukiwa, akapindua miji yake, asiyewafungua wafungwa wake waende kwao. Hebu ishia hapo kwanza. Yale maneno ambayo tumeanza nayo, tumeona namna ambavyo alizidi kujiona kwamba anahitaji kufanana kama Mungu. Lakini haya yote yalizalika baada ya kujiangalia, akaona na uwezo mkubwa katika mambo mengi. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Amen. Nina point moja hapa.
Nataka nisome. Inasema sin originated in the free will of Lucifer, in which, with full understanding of the issues involved, he chose to rebel against the Creator. Haya maneno hayo. Sin originated in the free will. Dhambi ilitengenezeka ikaanzia katika ndani ambako kulikuwa kuna uhuru aliyokuwa amepewa. Akiwa anajua kwamba huu ni uovu, akiwa anajua sipaswi ifanya hili, akiwa anajua mimi sikuwekwa hapo, akiwa anajua mimi natakiwa kuwa mdogo, akachagua kabisa makusudi kwamba nitakwenda kinyume na Mungu. Hakuna kitu hatari unapojua uovu na bado unakuwa na mshipa wa kufanya. Hakuna kitu kinaogopesha. Unajua kabisa huu ni uovu. Tena sio uovu wa juu. Unajua uovu huu wa Lucifer ni hatari. Acha huu uovu wa juu kidogo. Leo umemteta mtu kwa chini si unajua ela unajua au leo kidogo unaweza ukawa umefanya hiki. Acha, kuna uovu mzito. Unajua kabisa huyu ni mume wa mtu, na unajua kabisa nikikamatwa naye, nikijulikana, ni hatari, lakini unachagua kuzimisha hayo maswali. Lucifer akachagua kabisa kwenda kinyume na kumwasi Bwana. Ni mambo mangapi hapa ndani watu wa Mungu na wale mnatuangalia Facebook, tukiwa tunajua ni uovu, tuliendelea tukafanya? Ni mambo mangapi watu wa Mungu tukiwa tunajua ni uovu, tukaendelea mbele tukafanya? Lakini baada ya hapo tunaendelea kujifunza kitu kingine cha pili. Next point. Yako mazuri na mabaya ya baraka ya kuwa na vipaji na karama na uwezo. Hivyo ni vitu ambavyo vilikuwa vimejaa kwenye kichwa cha Lucifer. Kuna mazuri na mabaya ya baraka ya kuwa na vipaji na karama na uwezo. Hebu tuangalie next. Kitabu cha Isaya tumesoma sura ya 14 mstari wa 12 mpaka 14 na Ezekiel 28:17. Tunaona vitu 6. Kama unaandika wewe unaitufuata Facebook, unaandika, na wewe ambaye uko hapa ndani unaandika, tuviangalie vitu 6 ambavyo vilijaa kwenye kichwa cha Lucifer, vikawa sababu ya maamuzi aliyoyafanya. Cha kwanza tunakiona ni uzuri, beauty. Cha pili, intellect, uwezo wa akili. Cha tatu ilikuwa ni power. Unajua alipewa nguvu, si unajua? Power, nguvu. Cha nne, position,
cheo alichokuwa amepewa kilikuwa cha juu sana. Cha 5, influence. Alikuwa ana uwezo wa ushawishi. Na alijijua. Ndio maana Biblia inasema alipoasi akaondoka na malaika wangapi? 1/3. Manake aliwashauri kitu, akawashawishi kitu, akakuta 1/3 vichwa vyao nao vimejaa. Mapasa unasema maji na mayai. Vichwa vimejaa maji na mayai. Aliwashauri, aliwainfluence, aliwashawishi. Kitu cha 5, ushawishi. Cha 6, alikuwa ana uwezo wa kuzungumza. Kwa sababu huwezi kumshawishi mtu kama una uwezo wa kuzungumza. Si unajua? Jamani, si unajua? Yes. The power of speech. Huwezi kumshawishi mtu kama huna uwezo wa kupanga maneno, uwezo wa kupanga uongo, uwezo wa kupanga mazuri, uwezo wa kupanga nitaanza na hili, nitasema lile, nitasema hili hapa. Ulishawahi kuona mtu mwanasiasa anavyoweza kaeleza mambo? Mtu mwanasiasa aliyekolea kwenye siasa wana uwezo mkubwa wa kukufanya uwachague, na lazima ajieleze, akufurahishe moyo. Akimaliza kujieleza unasema mimi bwana nitampa kura huyu hapa, maana anavyoeleza nasikia kabisa ananigusa. Wako watu wamepewa uwezo wa ushawishi, wamepewa uwezo wa ushawishi, pale walikiwa na uwezo wa ushawishi wakautumia kwenye uovu. Tunateketea, tunaangamia, tunasingiziwa, tunafanyiwa ubaya kwa sababu yuko mtu ana uwezo wa kuzungumza na kushawishi watu wasioweza kutulia wakaweza kutafakari. Mambo 6 haya yakazaa vitu viwili vikubwa. Kimoja yakazaa kiburi. Cha pili yakazaa ujasiri, confidence. Ninaomba unisikilize wakati naelekea kwenda kumaliza. Mambo 6. Cha kwanza tukasema uzuri. Hivi unajua kila ambaye anajijua ni mzuri, mama Danis, every person that knows himself or herself, mama, that he's handsome, she's beautiful, yeyote anajijua ni mzuri. Unajua wangu wanakuwa tofauti Kwanza wanajiamini. Na mara nyingi uzuri ukishakuwa umeingia kichwani, umesikia maneno mengi yanazungumzia kuhusu uzuri, kiburi kinaota. Huwa nasikitika sana pale ambapo wengine kama mimi nakuwa na kiburi alafu sio handsome. Yaani ukiona sio mzuri alafu una kiburi, wewe ni hatari sana. Yaani wewe tu umetoka Kigoma tu pale kabisa, pale Kigoma pale Kigoma tu. Na isingekuwa ni msaada wa watu, usijui ungeishia wapi. Ulikuwa hata mafuta ya kujipaka huna, unajipaka kambili. Unajua kambili nini hapa ndani? Korea. Najua. Basi wengine hamjui. Unajua kabisa wewe wakisema jamani warembo wanyoshe mikono, wewe utaki kunyosha mikono. Sio, unajua vile. Najua kabisa yani wakisema vijana wazuri warembo wanyoshe wainue mikono, yani unaomba utoke. Halafu unakuwa na kiburi wakati huna uzuri. Je, ukipewa? Cha pili tukagundua kwamba sio tu kwamba alikuwa na uzuri, lakini tumegundua nini? Alikuwa na akili. Akili inatusumbua tukisifiwa au tukifanikisha mambo yanayohitaji akili,
tukaanza kujiona tuko bora kuliko wengine na hatupati msaada wa kunyenyekeshwa na Mungu. Ninakwambia ni hatari. Mungu atusaidie. Amen. Mesema Mungu atusaidie. Amen. Naomba msinisahau, nahitaji maji ya moto always. Namba 3, tukagundua kwamba sio tu kwamba alikuwa na akili, lakini alipewa nini? Uweza. Power. Ulishawahi kuona mtu alikuwa hana tatizo, mlikuwa naye vizuri, ghafla amepewa kuwa polisi? Halo? Watu wa Mungu. Amen. Mko tuko pamoja eh? Tupo. Yaani mwenzako kabisa, mnajua mlikuwa naye kabisa katika mahangaiko, ghafla amekuwa polisi. Mtasikia habari. Maana amepewa nini? Power. Kapewa power kwanza. Mbali na cheo, power kwanza. Lakini hiyo power inakuja kwenye la 4, cheo, position. Unapewa cheo kinakufanya akili yako inajiona wewe sasa umekuwa rais. Wewe umekuwa rais. Halafu Sunday ukipata uwezo wa kuwa unasikilizwa, utaanza kusema nani yule huwa ananisikiliza mimi. Mmekuona watu wa namna hiyo eh? Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sema au yule nini achieni ananisikiliza mimi. Wale niachieni wananisikiliza mimi kwa sababu huwa najua namna ya kuwa. Ukishajua unaweza kuinfluence watu. Inaposikitisha ni pale ambapo hata mwenye akili anaweza kawa influence na ujinga na kaukubali. Inasikitisha sana. Yaani hata mtu ambaye unategemea kwamba anaweza akatulia akawaza, anaweza akashawishiwa na akitumbukiziwa kitu ambacho Pastor Nunu aliniambia asubuhi ya leo kuhusu hatari ya zawadi. Acha wewe. Pastor Nunu akaniambia kuna aina 3 za zawadi. Kuna zawadi inayokuja kwa ajili ya kukudanganya, na kuna zawadi inakuja kukupongeza. Bwana asifiwe sana. Amen. Nilikuwa natafakari kwamba katika maisha ya mwanadamu ana kipindi huwa anazawadiwa zawadi. Sio wakati wote unazawadiwa zawadi kubwa. Hebu simama. Kuna kipindi huwa unazawadiwa zawadi. Ndio. Na sio wakati wote unazawadiwa zawadi kubwa. Kwa hiyo mara nyingi tunazawadiwa zawadi kubwa pale tunapoolewa au kuoa. Hata yule ambaye alikuwa hajawahi kupata zawadi kubwa anaweza akapata zawadi ya gari, zawadi ya nyumba, zawadi ya kiwanja. Lakini katika zawadi hapo Mama Shukuru na kakaangu Kakeni ndio uharibifu huwa unapita hapo. Jesus. Kuna kuwa na zawadi kama za aina 4 hapo sasa. Aliyetaka kukuharibu anatumia njia hiyo hiyo. Kwa sababu wewe utakachokiona utaona zawadi, hautaona uchawi. Wewe unayepokea zawadi hautajua kama zawadi imewekewa ajali ya mume wako. Yaani mnapokuwa mnatoka kwenye harusi, unalala naye mmoja kesho amefariki. Jesus. Zawadi hizo unapokuwa unatoka kwenye zawadi unakuwa ujui kwamba ile zawadi ndio kifunga mimba chako, hautazalaga. My God. Ukivaa tu ile nguo mwanangu utapata ujauzito. Na hii sio mfano wa mtu mwingine. Mimi mwenyewe kwenye harusi yangu nilipewa zawadi ili nisizae. Come on. Ndugu zangu mnanisikia? Tanzania, Wanyakyusa wenzangu. Ule usiku nilipigiwa simu. Angalia kanga namna fulani usivae.
aliniambia hiyo usivae. Kwa hiyo unapokuwa unapewa zawadi, zawadi zinakuwa za aina mbalimbali, lakini zote zinafichwa kwenye zawadi. Kuna aina 3 ya kupokea zawadi. Kuna nyingine unaipokea, alafu unamwambia asante sana, chukua zawadi yako, sitaki kwa sababu huko kuna uchawi, Bwana anakuwa amekufunulia. Kuna zawadi nyingine unaipokea, unaingia ndani ya gari, unafungua kioo, unaitupa kwa sababu Bwana amekuonyesha. Kuna zawadi nyingine unaipokea kabla hujaitumia, unasema katika jina la Yesu, kwa damu ya agano la mwana kondoo, naitakasa hii zawadi kwa jina la Yesu. Na kuna zawadi nyingine unapokea, unajua ya kwamba imetoka kwa Bwana, kwa maana ulikuwa kwenye maombi na sasa umepata kile ambacho ulichopata. Amen. Hallelujah. 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 Kwa hiyo unajikuta kama umeletewa sifa, unajiona una uwezo, halafu ukaletewa vitu au maneno, halafu ukawekewa na zawadi nyuma yake. Ukapewa na ahadi. Ikiwa ahadi ni kubwa, zawadi ikiwa kubwa, utakubaliana kuyafuata ulioambiwa. Sijui kama Lucifer aliwaahidi nini wale malaika 1/3 walioenda naye. Na sifa ya mwisho inaungana na ya 5, ni uwezo wa kuzungumza. Vitu hivi vikazaa mambo makubwa mawili au vitu vikubwa viwili ndani ya Lucifer. Moja, kiburi chake kikapanda. Namba 2, ujasiri ukapanda. Jamani, kama umewahi kusikia vitu vinavyoogopesha, sijui kama mnanisikia asubuhi ya leo. Ndio. Hallelujah. 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 Vitu hivi viwili ni hatari sana. Tuvikimbie, tuvikemee, tuvikatae. Vitu viwili vikubwa na vigumu vinasumbua makanisani, vinasumbua makazini, vinasumbua kwenye nchi, vinasumbua serikalini, vinasumbua ndani ya ndoa, vinasumbua mashuleni. Vitu viwili, kiburi na ujasiri uliopita kipimo. Hivi vitu viwili vinafanyanga yafuatayo. Let's go next. Hebu angalia, utashangaa. We make good and bad decisions because of our pride and confidence built through our 5 elements ambazo tumezieleza. 6 elements. Tunafanyanga maamuzi mabaya na mazuri kwa sababu ya kiburi na ujasiri uliojengeka ndani yetu kupitia vile vitu sisi tulivyovitaja. Maamuzi mengine yanakuwa mazuri na mengine yanakuwa mabaya. Unaweza ukamkuta mke au mume amefanikiwa, anakuwa na wewe mme au mke si kitu tena. Amefanikiwa, wewe uko nyumbani unapika tu. Haleluya. Nimesema haleluya. Wewe uko unapika tu. Yeye anahangaika, analeta mafanikio, anajulikana, ana hiki na hiki na kile, akaanza kupata kiburi na ujasiri. Anaweza akafanya maamuzi ya kukuacha wewe. Na asijali hata watoto. Kwa nini? Kiburi na ujasiri uliopita kipimo. Point number 2. We value and disvalue or despise people, including poor-looking men and women of God, because of our pride and confidence built through the 6 elements listed above. Tunakuanga na tabia ya kuheshimu na baadaye unadharau mpaka watumishi wa Mungu. Kwa nini? Uzuri umekujaa. Amen. Amen. Akili imekuwa nyingi,
unamwona mchungaji au unamwona nabii au unamwona fulani, huyo hawezi kuniongoza huyo, bado huyo, kwa sababu uko juu wewe unataka uongozwe na manabii au wachungaji wakubwa kama TD Jakes hivi au watu fulani. Kwa nini? Kwa sababu uzuri umejaa kichwani, akili zimekuwa nyingi, nguvu za mafanikio zimeongezeka, halafu una uwezo wa watu kukusikiliza, halafu umepewa power, unaona uko juu. Next point. We value and disvalue places, including a place where we received our miracles and blessings when we were small in our own eyes. Samueli sura ya 15 mstari wa 17. Samueli wa kwanza anazungumza habari ya Sauli. Samueli anamwambia Sauli, anamwambia wewe, sio wewe ulipokuwa mdogo machoni pako Bwana alikufanya kuwa mkuu wa kabila yako, alikufanya kuwa mfalme. Kwa sababu ya uzuri tunaokuwa nao, kwa sababu ya akili, kwa sababu ya nguvu, position, influence, power of speech, tunaweza tukafika mahali fulani tukadharau au tukaheshimu, halafu baadaye tukadharau hata mahali ambapo palikuwa chanzo chemchem ya mafanikio yetu. Palikuwa mahali ambapo palitupeleka mahali tukaweza kumjua Mungu. Palitufikisha mahali tukaweza atakuwa na kuweza kudiscern, kuweza kuwa na kaunabii ndani yetu, kakujua mambo. Tusijue ya kwamba ni kwa sababu tuko mahali ambapo kuna nabii na roho ya kinabii inafanya kazi. Roho ya kinabii inatembea hapo. Ndio maana tunaweza tukaona mambo, tukaota vitu. Toka hapo nenda mahali pengine, utaona zitakatika zote. Ninakwambia kwa uzoefu, ukikaa chini ya kiongozi fulani, ana upako wa aina fulani, ana uwezo wa kiroho wa aina fulani, hivyo huo uwezo huo unakuja mpaka kwa washirika. Wengine wanaanza kuota ndoto vizuri na kuelewa vitu, wengine wanaanza kuelewa prophecies. Halafu beauty, intelligence, power, position, influence vikianza kujaa kwenye akili zetu, tunasema naona pale kidogo, naona pale kwanza, naona pana pale, mimi siwezi, mimi naona sio. Halafu tunaanza kudisconnect. Let's go to next. My God, we value and disvalue or despise God's house and the assignments thereof, and we stop even giving our tithe and our offerings before we walk away from where God blessed us. Kiburi kinajaa, unaanza kuona makosa ya mahali, unaanza kuona makosa ya nyumba ya Mungu, unaanza kuona vitu fulani havijakaa sawa, unaanza sasa unasema hapana, mimi kwanza hapo sitatoa hata sadaka yangu hapo. Unaanza kuweka sadaka yako kwanza mbali, na baadaye kitakachofuata hatutakuona tena. Sadaka inaanza kunafichwa kwanza, hautoi mahali ambapo Bwana alikuweka, mahali ambapo Bwana aliweka assignments. Mungu atusaidie sana watu wa Mungu. Nimesema Mungu atusaidie sana. Amen. Ninapenda nikwambie injili ya kweli, na kutokukubembeleza, ila nikwambie ukweli. Mungu anatupenda. Shetani anatamani atuvuruge, anatamani atuondolee baraka za Bwana. Shetani anatamani atudanganye. Lazima tukundue, tushituke, tubadilike kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. We value and disvalue prayer services, and then we abandon prayer life because we are beautiful. We can be in prayer service because
of intellect, power, position, influence and power of speech. Hivi vyote vinafika mahali fulani kwanza tunakuwa tunashindwa hata kuomba. Tunaanza kutoka kidogo kidogo. Let's go to next. We value and disvalue serving God because of the same 6 elements. Number 7, we value and disvalue serving your pastors and your church members because of the 6 elements. Let's go to next. Ukisoma Ezekiel 28 mstari wa 17 utaona, Isaya sura ya 14 utaona Lucifer anasema I will, nitafanya hivi. Ziko 5. Ziko 5 anasema nitafanya hivi. Pride and confidence ilijaa, akasema nitafanya hivi. Hapa anasema hivi, there are 5 I wills in Isaiah 14 which indicate an element of pride which was also evidenced in Ezekiel 28, which makes reference to Satan's conceit. Next point. Napokwenda kumaliza, nataka tuyaangalie haya matokeo ya hiyo dhambi mbaya ambayo Lucifer alifanya kinyume na Mungu. 1, alifukuzwa mbinguni, akaondolewa mahali alipokuwa amewekwa. Isaya sura 14 mstari 12. Halafu akawa corrupt. Kiswahili nini neno corrupt? Kwa corrupt Kiswahili. Akawa mwovu. Uovu ukaongezeka ndani yake, na jina lake likabadilishwa kutoka kwa Lucifer akaitwa Shetani, ambaye akawa adui wa Mungu kwanza, na akawa adui wa kanisa, na akawa adui wa watu wa Mungu, na akawa adui wa waombaji, na akawa adui wanaochukia dhambi, akawa adui wanaofuata utakatifu, akawa adui wanaohubiri ukweli, akawa adui wanaosema mambo ya ukweli. Hata leo kuna watu wameenda wakatoka kwenye uwepo wa Mungu, wanachukia kusikia injili ambayo ina moto, hawapendi kusikia injili inayochoma, hawapendi kusikiliza ukweli. Na kwa bahati mbaya, Shetani ameandaliwa mahali pa moto ambapo atakwenda kupata kasheshe yake. Let's go to the next point. Nimalize. Vitu hivi uvizingatie sana. Haya ni madhara mengine ya dhambi. Let's go. Tunamaliza. Cha kwanza, dhambi na tabia ya kuharibu baraka zetu, na pia inazigeuza baraka zetu, baadhi zinakuwa laana. Mnanisikia watu wa Mungu? Dhambi ina tabia ya kuharibu baraka zetu, na inachukua baraka zingine inazibadilisha zinakuwa laana. Mfano, mume au mke akizipenda dhambi fulani, lazima ataleta machungu kwenye ndoa. Si ni kweli? Narudia tena, mnanisikia? Namaliza jamani, namaliza. Mume au mke akizipenda dhambi fulani za hatari, kuna mahali ataleta uchungu ndani ya ndoa au familia. Hiyo ni hatari ya dhambi. Namba 2, dhambi inavifungua vifungo vya giza vilivyokuwa vimefungwa na damu ya Yesu kwa toba ya kweli. Narudia tena, dhambi
huwa inavifunguaga vifungo vya giza ambavyo vilifungwa ulipotubu vizuri. Kuna vifungo ulikuwa navyo, kuna vifungo ulikuwa vilifungwa vikazuiliwa kwa sababu ulitubu toba ya kweli. Ulipoanza kutenda dhambi, vile vifungo ambavyo vilifungwa, magonjwa yalifungwa, mikosi ilifungwa, sijui nini vikafungwa kwa sababu ya damu ya Yesu. Ulipoanza kutenda dhambi, unafungua zile laana, unafungua yale matatizo, unafungua vifungo, vinafunguka. Dhambi inafunguaga vifungo ambavyo vilifungwa. Vifungo hivyo vinaanza kukuandama wewe, vinaandama watoto. Vifungo vinaanza kuandama familia, vinaandama ndoa, vinaandama uchumi wako, vinaandama afya yako. Warumi sura 6 anasema, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Mithali sura 28:17 anasema, afichaye dhambi zake hataweza kufanikiwa, bali yeye aziungamanaye na kuziacha atapata rehema. Mungu atusaidie sana watu wa Mungu. Hebu nisikie vigelegele na makofi kwa Yesu. Haleluya! Haleluya! Nimesema haleluya! Nimesema haleluya! Namba 3. Dhambi ni ufunguo. Na nisikia watu wa Mungu. Dhambi ni ufunguo. Unafungua vifungo vya giza vinavyokuwa vimefungwa na damu ya Yesu kupitia toba ya kweli. Namba 4. Dhambi ina uwezo wa kutafuna kibali chako. Kweli kabisa baba. Kweli. Dhambi ina uwezo wa kutafuna au kuharibu namna unavyokubalika. Na lazima wewe mwangalifu. Kubalika maana yake nini? Unaweza ukawa unakubalika kwenye jamii ya watakatifu, kwa jamii ya waenda mbinguni, kwa jamii ya watu ambao wanataka kwenda mbinguni kwa kuyasikiliza maneno ya kweli ya Mungu. Ukairuhusu dhambi, inakuondolea kibali kwa watu wanaotaka kwenda mbinguni. Hawataki mchezo. Wamechoka kufurahisha watu na mambo ya dunia. Wamechoka kutembea na kila mtu. Wametaka wampendeze Mungu, watembee kama Mungu anavyotaka. Dhambi inaweza kuondoa kibali chako. Mungu atusaidie sana. Amen. Next. Dhambi zetu za mara kwa mara zinaweza kutafuna nafasi na fursa zako. Next. Hakuna mafanikio ya haki, hakuna mafanikio ya kimungu katika dhambi. Na ya mwisho, dhambi ni mlango mkuu wa shetani kukushambulia. Nataka niishie hapo kwa leo. Ninaomba tusimame. Naomba tusimame. Nataka ujue ya kwamba mshtaki wetu Ibilisi kama simba au ngurumaye huwa anazunguka akitafuta mtu wa kummeza. Hata siku moja shetani huwa afurahi namna ambavyo Bwana anatubariki. Shetani huwa afurahi pale ambapo Bwana anatuinua. Na ili aweze kutudanganya, huwa anakuja kwenye baraka zetu, anaanza kutusifu. Anakuja kwenye baraka zetu, anaanza kutuambia tulivyo bora. Anakuja kwenye baraka na mafanikio yetu, anaanza kutuonesha namna ambavyo sisi ni bora. Anafanya hivyo ili atibue kiburi ndani yetu, ili ajenge ujasiri ndani yetu. Wengine kabla Bwana hajatufikisha kwenye baraka, ni afadhali leo tuanze kumlilia Mungu, tumwambie Mungu atusaidie.
Haleluya. Tumwambie Mungu atufundishe namna ya kuhendo baraka zake. Maana na kuahidi watu hapa ndani, siku moja Bwana atakubariki, siku moja Bwana atakupandisha, siku moja Bwana atakufanikisha. Na ni maombi yangu Bwana akuinue, ni maombi yangu Bwana akupandishe, ni maombi yangu Bwana akufanikishe, akupe unachokihitaji. Lakini leo tumwambie Bwana aanze kutufundisha namna ya kuzishikilia baraka zake, namna ya kutembea na baraka zake, ili kiburi na ujasiri visikue ndani yetu vikatufanya tukamdharau Mungu. Funika macho yako, funika macho yako katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna popote, hakuna Mungu kama wewe. Hebu imba. Hakuna popote, hakuna wenye ishara kubwa kama wewe Mungu. Hakuna mwenye ishara kubwa kama wewe Mungu. Hebu tuombe, chukua dakika moja, mwambie Bwana akutakase, akusamehe na akusaidie uzidi kumjua na kuwa mwangalifu na shetani ambaye anatamani upoteze baraka ulizonazo. Anatamani Bwana akufikishe mahali ambapo hawezi kukuamini na baraka ambazo anataka akupatie. Hebu tuombe, nimwombe Pastor Nunu aje kuomba, aje kunisaidia kuomba katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Wakati kabla pasta hajaanza kuhubiri, nikiwa tunaendelea kuabudu kwenye familia yoyote au nyumba yoyote, watu wanaweza wakakwaruzana, watu wanaweza wakaumizana. Kuna haja ya ukijua umemkosea mwenzako nyumbani mwa Mungu, ni vizuri uombe msamaha. Tarudia tena, tunahubiri injili ya kumuomba Mungu msamaha, lakini Biblia inaongea kusameheana sisi kwa sisi. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kumkwaza mwenzio ni tofali moja zito sana. Mwenzio anaweza kuwa anaabudu, anashindwa kuabudu kwa sababu jana ulimkosea. Na sijui kwa nini nasema hivi, ilikuja wakati nilipokuwa na tunaabudu, alafu nikajiambia litakuwa la kimungu kama pastor atanipa nafasi tena madhabahuni. Jesus. Haleluya. Haleluya. Ni vizuri kuwa waangalifu sisi mmoja kwa mwingine. Ndio. Haleluya. Haleluya. Hilo nitaliachia hapo kwa sababu nimeitwa. Pastor ameniita kuweza kuomba kwa ajili ya hilo lihubiri. Kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Na nitaanza mimi mwenyewe. Watumishi wa Mungu sio kama tunakuwa wakamilifu. Ndio. Popote ambapo kwa namna moja au nyingine tumekuwa obstacle kwako, tukafanya ukajikwaa, Jesus, utusamehe. Amen. Amen. Sasa tunakwenda kushughulikia hili ambalo ni dhambi. Kwa nini nimeanzia hapo, Pastor Donis? Come on. Kwa sababu Biblia inasema semeaneni nini kwa ninyi mpate kupona. Well.
Sehemu nyingine akasema ombeaneni nyinyi kwa ninyi. Hauwezi kumwombea mwenzio kama una makwazo naye. Amen. Amen. Kwa hiyo tunapokwenda kutubu dhambi zetu mbele za Mungu, kuna zile dhambi ambazo unaweza kuwa umemtendea mwenzio na ujui. Na tuiti dhambi, tunaita makosa. Baba yetu Mzee Nkoni alikuwa ametuzoesha kila mwaka mara 2 kwa mwaka tunakwenda kuombana misamaha. Ndio. Na mwezi wa 12 mnasafiri Kabisa kwenda kuombana misamaha, na umwambie mwenzako kama nimekukosea. Kabisa. Kwa sababu unaweza kumkosea kivyo vyote vile. Kabisa. Amen. Amen. Kwa hiyo tutakwenda kutubu mbele za Mungu kwa kosa lolote ambalo tumemtendea Mungu. Ndio. Neno nililolishika sana ni toba. Nilikuwa namwambia Pastor Donis ya kwamba Wakristo wengi tunaumwa hatuponi kwa sababu ndani yetu hatuna toba ya kweli. Hatumuombi tu Mungu ukiwa unaumwa umepata kansa. Humuombi tu Mungu maombi ya imani ukafikiri atakuponya. There's a beyond things more than that. Maombi ya imani kila mtu anayaomba. Biblia inasema shetani mwenyewe anatetemeka akisikia jina la Mungu. Wewe unatetemeka? Wewe utetemeki? Kwa jina la Yesu. Tembea. Ndio. Yeye anatetemeka. Ndio. Hii ndio kukuonyesha kwamba kumfuata Mungu na something more than kumfuata tu. Ndio. Kuna something more than kusema unamuogopa tu. Ndio. Ninaogopa sheria ya Marekani kiasi ambacho tunatakiwa kuinaijua. Ndio. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Na ninapokuwa naongea siongei tu na nyinyi, naongea na ulimwengu. Kwa hiyo kuna vitu nikisema usikwazike. Jesus. Tuna miiko. Ndio. Katika makabila yetu, katika nchi yetu, katika tamaduni zetu. Ndio. Siwezi kulala na kaka yangu. Ndio. Kwa sababu kitakachotokea hapo, kitakachozalika. Ndio. Ni kinyume na cha jamii na kinyume na Biblia. Kabisa. Lakini hatujui kama ndani ya Kristo kuna miiko. Ndio. Huruhusiwi kulala na dada yako katika Bwana. Ndio miiko ya kimungu. Ndio. Siwezi kulala na mtu kanisani. Ndio. Kesho nikaja kuabudu kuimba. Ndio. Kinachotokea ni kwamba tunaita kila kitu weakness. Hivi unajua kumfuata Mungu ni kujikana? Sio kama tunajua. Kumfuata Mungu ni kujikana. Haujajikana nafsi yako. Ndio. Hauwezi kumpendeza Mungu. Ndio. Kwa sababu mbinguni uendi kwa sababu ya watu wanaokuzunguka. Hauangalii watu wanaokuzunguka sema hata wao wanafanya, hapana. It's between you and God. Ndio. Na hivi vitu tunavisema hapa, jamani, ukiondoka ukafa sasa hivi. Ukiondoka sasa hivi, a minute ukachukuliwa, kama utaweza kusikia sauti ya Mungu na kuitii, unaingia mbinguni. Tuna haraka, tunaangalia time unapokuja kanisani. Lakini sijawahi kumuona mtu anaangalia time wakati wa mapenzi. Kando kosha kama randa rika babosa kaya. Sijawahi kumuona. Na kitanda kinatandikwa. Kwa nini? Kwa sababu kuna muda unachukua kile kija mbele za Mungu. Jamani, tusicheze na mambo ya Mungu. Ndio. Jesus. Na muogopa Mungu kupita mnavyofikiria. Jesus. Na mheshimu Mungu kupita mnavyofikiria. Hata mifano zingine naitoa mifano mikali. Lakini napenda kuambia watu Mungu kuwakumbusha. If you really want God to walk with you, if you really want God to fight your battles, if we want God to cover our children, we lazima tupige hatua moja kumwambia shetani enough is enough. My children will serve the Lord. Enough is enough. I will not look at my past. My future is bright with the Lord. Amen. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Unagombaniwa na Mungu na unagombaniwa na shetani. My God. Nani utampa? Nani utajipeana wewe? Jipeane Mungu. Anakuazia mawazo yaliyo mema. Hawezi kukuaibisha. Ana historia ya kufuta historia mbaya za watu. Yaani mtu anasema kwamba huyu alikuwa anaua Wakristo. Zamani alikuwa anaitwa Sauli. Lakini Yesu alipomtokea akamwambia Sauli, mbona waniuzi? Akapewa jina Paulo, ambaye ameandika vitabu vingi katika Biblia.
kubadilisha historia yako. Twendeni kwenye toba sasa. Watu wote tuseme Baba yetu. Baba yetu. Tunakisogelea kiti chako cha enzi. Tunakisogelea kiti chako cha enzi. Tunaomba ututakase. Tunaomba ututakase. Tunaomba utuoshe. Tunaomba utuoshe. Tunaomba utuishe. Tunaomba utuishe. Tunaomba majina yetu yaandikwe katika kitabu cha uzima. Tunaomba majina yetu yaandikwe katika kitabu cha uzima. Katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu ambayo ni agano. Damu ya Yesu ambayo ni agano. Ikatutakase tena. Ikatutakase tena. Ikatusafishe tena. Ikatusafishe tena. Ikatukomboe tena. Ikatukomboe tena. Ikanene mema tena. Ikanene mema tena. Katika jina la Yesu. Tunamkataa shetani na kazi zake. Tunamkataa shetani na mapepo yake. Tunamkataa shetani na matendo yake. Tunamkataa shetani na kila addiction ambayo shetani ameingiza ndani yangu, ambayo yafanyika kama nguzo ya shetani katika maisha yangu. Katika jina la Yesu, ukatutakase sasa, ukatusafishe sasa, ukatukomboe sasa, ukatusaidia kupendana, ukaondoa roho ya majivuno, roho ya kiburi, roho ya mafarakano. Nasema roho ya mafarakano, nasema roho ya ubinafsi. Ondoa roho ya ubinafsi katika jina la Yesu. Tunakaribisha roho wako katika maisha yetu, katika nyumba zetu, makazini mwetu, majumbani mwetu, vitandani mwetu. Katika jina la Yesu, tutakase kwa damu yako, tuoshe kwa damu yako, tukomboe kwa damu yako. Damu ya agano, damu ya agano, damu ya Yesu ambayo ni kafara aliyoitoa kutukomboa. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu tukakombolewe sasa, tukatakaswe sasa, tukasamewe sasa, tukavutwe karibu na wewe, maana wewe ni Mungu wa kweli. Tunawafunika watoto wetu, tunawafunika watoto wetu kwa damu ya Yesu, ukawalinde na mabaya. Tulifungua milango, yule mwovu akapata nafasi ya kuwataka watoto wetu, lakini sasa kwa jina la Yesu tunakurudishia wewe. Funika watoto wetu, funika maisha yetu, funika roho zetu katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, damu ya agano la mwana wako Yesu. Ndio tunaoipigania, ndio tunaohitaji kwa jina la Yesu. Baba, tunajikabidhi mikononi mwako sasa. Tunaweka maisha yetu mikononi mwako. Tunaweka roho zetu na fahamu zetu Bwana. Tumeamua kutembea na wewe kabisa. Utushike kwa mkono wako Bwana, utuongoze katika jina la Yesu. Tuna uhitaji wa kuongozwa na wewe. Ufungue macho yetu ya roho tuone katika jina la Yesu. Tunakataa kila aina ya ugiza kwa jina la Yesu. Ufungue lango letu la ndoto, tukaote ndoto zinazotoka kwako. Tunafunga ndoto za kimapepo, tunafunga roho chafu kwa jina la Yesu. Wewe Kristo mwana wa Mungu, uwe kiongozi wetu na jemadari wetu, kiongozi wetu na jemadari wetu katika jina la Yesu. Tunajikabidhi kwako kwa jina la Yesu. Tunaomba na kushukuru. Amen. Amen. Hallelujah. Ukiwa hapo ulipo umesimama, tutakwenda kufunga ibada yetu kwa maombi. Mungu wetu mtakatifu, mfalme wa utukufu wote, Mungu unayetumiliki, mfalme wa maisha yetu, Baba, kwa jina la Yesu, wewe ni Mungu wetu, wewe ni mfalme wetu, wewe ni Mungu unayetumiliki. Asante kwa maneno yako leo Baba, kwa jina la Yesu. Ninaomba watu wako hawa utawabariki, utabariki maisha yao, utawalinda na mitego katika jina la Yesu. Pale ambapo wanavutwa na kudanganywa na shetani, pale ambapo wanavutwa na kudanganywa na mambo, pale ambapo wanavutwa na kudanganywa na mitego mbalimbali, Bwana waokoe, Bwana uwalinde, utulinde na sisi Bwana na maneno mabaya na chuki zote, ukatulinde na uongo na kusingiziwa kwa jina la Yesu. Linda watoto wako, bariki maisha yao. Kila anayetusikiliza leo, watoto wako hawa wa kanisa hili, hata makanisa mengine yaliyo ya
hizi, utawatunza siku za mwisho hizi kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Washike na mkono wako, damu yako ya juu yao Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Utulinde mtakatifu tunapoondoka hapa. Uwe nasi Baba, katika jina la Yesu Kristo. Tunakupenda, tunakushukuru Bwana. Ni kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu tunaomba na kuamini, na kila mmoja sema amen. Kwa sauti sema haleluya. Sema haleluya. Bwana wabariki sana. Bwana atembee nanyi. Bwana washike na mkono wake. Mungu awatetee jamani. Mungu asimame na familia zenu. Mungu awalinde makazini mwenu. Mungu awafanikishe makazini kwenu. Na Bwana aonekane kazini kwako. Bwana aonekane kwenye maisha yako. Bwana aonekane kwenye ndoa yako. Bwana aonekane kwenye familia yako. Bwana aonekane kwenye afya yako kwa jina la Yesu. Bwana akulinde na mitego. Bwana akulinde na uchawi. Bwana akulinde na mabaya. Bwana akulinde na maovu. Bwana akupiganie kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu awabariki sana. Muwe na siku njema. Jumapili ijayo mjiandae kuja nyumbani mwa Bwana. Tutakuwa na meza ya Bwana. Tutashiriki meza ya Bwana Jumapili ijayo. Mungu awabariki sana. Asanteni.